Habari gani? Tuko kwenye 88 Dodoma, viwanja vya Nzuguni maarufu kama John Malechela. Leo nimetembelea bodi ya korosho na katika siku ya leo kupata bahati ya kukutana na mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho Bwana Francis Alfred. Yeye kwenye ufafanuzi yakinifu, ndio jukwaa letu hili, ufafanuzi yakinifu atakuwa na ya kufafanua kuhusiana na kile kinachofanyika kwenye bodi ya korosho. Karibu sana. Asante. Swali langu la kwanza linahusiana na kauli mbiu ya 88 hii ya 2026. Kauli mbiu ni tambua soko, ongeza tija, ili kitu tunachokifanya kiwe sawa sawa. Sasa nyinyi bodi ya korosho, katika kauli hiyo mbiu ya mwaka huu imechochea nini mipango yenu mlioilenga katika kazi zenu, kauli mbiu ya mwaka huu? Asante sana bwana Majid. Sisi katika kauli mbiu ya tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050, kwanza katika kutambua soko, sisi kama bodi ya korosho tunafahamu na tumeelewa kwamba soko kubwa la korosho liko katika korosho karanga, kwa maana korosho iliyobanguliwa, korosho ambayo hii unakula, sio katika kuuza korosho ghafi. Kwa hiyo moja wapo katika kufanya hilo, tuna mpango kabambe wa kubangua korosho zetu zote ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo moja wapo tulichofanya kwanza ni kuanzisha kongani la viwanda. Kule Mtwara tumejenga kongani la viwanda katika eneo la ekari 1572 ambazo ziko katika eneo la Maranje, kata ya Mtiniko, wilayani katika halmashauri ya mji Nanyamba. Ni eneo ambalo wawekezaji wanataka kuwekeza kwenye viwanda vya korosho, tunawapa pale maeneo bure ambao wanaweza kuweka kiwanda na kutumia kwa muda wa miaka 66. Kwa hivyo tunaviongea katika ile kongani la viwanda, tayari serikali imeshajenga miundombinu, kwa maana kwamba tumeshajenga barabara kwa kiwango cha changarawe, tayari tumeshapeleka pale umeme, tumeshapeleka pale maji, tumejenga maghala mawili, serikali kupitia serikali ya 6 imetupatia pale fedha kwa ajili ya kujenga maghala mawili. Kwa hiyo kwanza serikali ya awamu ya 6 imetuwezesha kupata fedha za kuweka miundombinu wezeshi katika eneo la ekari 354 kwa kuanzia. Kwa kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kujenga kongani la viwanda, kwa sababu ni maelekezo yake. Na hivi navyoongea bwana Majid, tuna wawekezaji mmoja kutoka India anajenga kiwanda cha kubangua tani 1,500,000, na tuna mwekezaji mwingine anajenga kiwanda kikubwa cha kubangua tani 100,000. Hivyo ni viwanda vikubwa ambavyo havijawahi kujengwa katika historia ya Tanzania. Hao wawekezaji tayari tumewapata na hao katika kongani la viwanda wanaendelea na ujenzi. Kwa maana yake ni nini? Mpango huu wa kujenga kongani la viwanda ambalo limefanyika kupitia Wizara ya Kilimo kuja bodi ya korosho imesaidia sana katika kuleta wawekezaji hapa nchini. Kwa hiyo ni moja katika mipango yetu ya kwenda katika hiyo kutambua soko kwamba tunataka tuuze korosho karanga. Sasa Francis, mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho, kuna mahala umezungumzia juu ya ekari 356. Kama nimesikia vema, 356, nini hasa mlikuwa ekari hizi ni kwa ajili, zimetengwa kwa ajili ya wawekezaji au ni yote ile? Jumla lile kongani lote la viwanda lina ukubwa ekari 1572. Lakini sasa katika awamu ya kwanza tunaendeleza ekari 354 katika awamu ya kwanza. Awamu ya pili tunaendeleza ekari 1218 zilizobaki. Kwa hiyo tunasema hii kwa mfano wawekezaji hao wawili, miundombinu tumefanya katika zile ekari 354 za awamu ya kwanza. Lakini pia katika mpango huo wa ubanguaji hatukutaka tu kuishia kwenye ubanguaji wakubwa. Pia tuna wabanguaji wadogo wengi ambao ni wakulima ambao wako kule Mtwara, wako vijijini. Zamani walikuwa wanatumia mashine za mkono ambazo sio za umeme. Lakini kama unafahamu bwana Majid, katika miaka hii 5-6 serikali imesambaza umeme kila mahali vijijini, serikali ya 106. Kwa sasa hivi tumeanza kugawa mashine za umeme kwa vikundi vya wabanguaji ili waachane na zile mashine za mkono, sasa waende kwenye mashine za umeme. Na katika mwisho ya 88 tunayo mashine pale hizo ambazo tunazigawa kwa vikundi, mashine 100. Kwa hiyo ni katika mpango wa kutambua soko. Kwa hiyo soko tumeshalitambua na tunafanya hizo jitihada katika kuzo ubanguaji kwa wabanguaji wakubwa pamoja na vikundi. Soko mmelitambua,
Moja ya mazao yanayotajwa kimkakati kwamba yanapaswa yaongezewe thamani ni pamoja na zao la korosho. Kuongezewa thamani huko ni kabla ya kusafirishwa kwenda kuuzwa nje, kwamba ndani ya nchi yaongezewe thamani. Korosho ni moja wapo. Sasa nyinyi bodi ya korosho, unaweza kufafanua ni kwa namna gani mmejipanga kwenye kuongeza thamani? Kidogo umegusia, lakini kwa undani zaidi mnafanya nini? Kwa hiyo kwanza mpango wetu ni kwamba kufika mwaka 2030 tunabangua korosho zetu zote hapa nchini, ndio tujiwekea. Kwa hiyo katika kuongeza thamani, kwanza kuna kubangua korosho itoke kwenye ganda ije korosho ambayo unakula, lakini pia tunataka tuzalishe bidhaa zingine. Umeona hapa tuna juisi za mabibo, tuna siagi ya korosho, tuna pia kwenye korosho tunaweza pia ethanol, pia kwenye korosho tunaweza pia mafuta ya ganda la korosho. Miaka ya nyuma kwa mfano mafuta ya ganda maganda ya korosho ilikuwa inaonekana ni uchafu, wakishabangua maganda yalikuwa yanatupa. Lakini sasa hivi maganda yote ya korosho ambayo yanapata hapa nchini yanafanywa uongezaji wa thamani hapa nchini, tunapata mafuta ya ganda la korosho. Kwa hiyo tumejielekeza huko katika uongezaji wa thamani kwa maana ya kubangua, lakini pia na kutengeneza bidhaa zingine zilizotokanazo na zao la korosho. Kwa hiyo ni katika mpango wa kutambua soko. Nije katika kipengele cha pili cha kuongeza tija, kwa sababu tumeshatambua soko, sasa tunaenda kuongeza tija. Ni mipango gani ambayo tumeifanya ambayo inaendana na dira ya 2050 katika kuongeza tija? Kwanza nikwambie tu msimu wa 2020-2021 Tanzania iko na tani 210,000 za korosho. Msimu ulioisha wa 2025-2026 tumezalisha tani 500,618. Ilitangwa tani 500,618. Kwa hiyo unaona ndani ya miaka mitano kumekuwa na ongezeko kubwa sana la uzalishaji. Maana yake ni kwamba tumekuwa na mikakati ambayo imesaidia katika kuongeza tija. Mikakati ambayo tumeifanya, kwanza serikali imeanza kutoa ruzuku kwa wakulima. Wakulima wa korosho wanapewa pembejeo za korosho bure. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, pia Wizara ya Kilimo kwa kuleta huu mpango wa ruzuku ya pembejeo kwa wakulima. Imesaidia sana katika kuongeza tija ya wakulima. Lakini pia kupitia mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, kupitia Wizara ya Kilimo wizara ilianzisha mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora. Kwa kupitia Wizara ya Kilimo, sisi bodi ya korosho tumeajiri vijana 512 ambao wamesambaa vijijini. Wale wanakaa vijijini, wanawasaidia wakulima katika kuwapatia kanuni za kilimo bora cha korosho. Sasa tukibaki hapo hapo kuweka nukta, dira ya maendeleo ya 2050, juzi tu ilipozinduliwa nyenzo zile 4. Moja ya nyenzo hizo ni mawasiliano. Na katika hilo tunamilia kufikia dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Kwa hiyo unaona kabisa mna nafasi kwenye kuchangia hilo pato la taifa. Sasa kwenye eneo la elimu kwa umma, kuna bado elimu iliyokuwa sio uelewa mdogo juu ya korosho na faida zake ni namna gani? Mnafanya nini katika bodi ya korosho kupanga mikakati ya kusambaza maarifa, elimu juu ya zao hili la korosho? Nakushukuru sana kwa hilo swali zuri. Kwanza sisi tuna program kila mwaka, tuna program bodi ya korosho Shantani na Liendele, tumekuwa tukitoa mafunzo kwa wakulima. Lakini pia vyama vikuu vya ushirika pia na halmashauri pia vina maafisa kilimo wa ugani. Lakini pia tunao vijana wa Jenga Kesho Iliyo Bora 500 pia wanatoa elimu ya ugani. Kwa sababu kikubwa kwetu tunataka mkulima ajue ni kwa nini anafanya kitu fulani. Kwa hiyo ni lazima kuwe na wataalamu ambao wanamuelekeza. Kwa hiyo tuna elimu ya vitendo na elimu ya nadharia. Kwa hiyo tunashirikiana na TARI na Liendele, halmashauri za wilaya na vyama vikuu katika kuhakikisha kwamba wakulima tunawapa elimu ya kutosheleza, namna ya kuandaa mashamba yao, namna ya kutunza mashamba yao, namna ya kutumia viuatilifu, namna ya kuvuna, namna ya kuzingatia ubora wa korosho. Kwa tunawapa elimu katika ule mnyororo wote wa zao la korosho kuanzia shambani mpaka sokoni. Kwa hiyo ni mojawapo ya jukumu letu la msingi kabisa. Lakini pia katika ile nguzo ya 3 ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, zao la korosho, historia ya zao la korosho lilivyoingia hapa nchini. Zao la korosho ni mazao ambayo yanakuwa katika maeneo ambayo yana mvua chache, tunaita semi arid areas. Kwa hiyo linasaidia sana katika kutunza mazingira. Na ndio maana kwa mfano kama sasa tuna mpango kabambe kupo katika eneo katika mikoa mipya, moja wapo ni mkoa wa Dodoma, jiji la Dodoma ambapo tupo hapa. Tuna mpango kabambe wa kuotesha mikorosho hapa, kwanza kuwasaidia wananchi kujikimu kiuchumi, lakini pia ni kwa sababu ya maeneo mengi ya mkoa wa Dodoma
Ni semi-arid, hayana mvua nyingi za kutosha. Kwa zao la korosho ndio linastawi maeneo mengi. Korosho Tanzania sio nchi pekee yenye kuzalisha korosho. Ndio. Kuna ushindani katika soko la korosho duniani. Sahihi. Mozambique, Msumbiji, nchi jirani, nao pia wanalima korosho. Sahihi. Bodi ya korosho mmejipanga vipi katika kukabili ushindani wa soko la korosho dunia na ubora wa korosho zetu ili uweze kuingia kwenye soko la dunia kiushindani? Kwanza sasa hivi tunavyoongea, kwa mfano ukiongelea korosho barani Afrika, Tanzania ndio nchi pekee yenye korosho bora kupita zote. Ni kwa sababu moja tu, sisi korosho yote tunaipanga kwa madaraja. Leo ukienda Msumbiji, ukienda nchi za Afrika Magharibi, hawapangi korosho kwa madaraja. Sisi tunapanga korosho kwa madaraja. Kwa korosho ya Tanzania ni korosho bora sana. Kwanza ni nyeupe, ina ladha nzuri, lakini pia ni kubwa. Kwa hiyo katika ushindani wa ubora sisi tunaongoza, na ndio maana nikwambia, ukiangalia kwa mfano, kama ungekuwa kufuatilia mwenendo wa bei za korosho katika soko la dunia, kwa mfano mwaka jana sisi tulikuwa na wastani, tuliuza korosho kwa wastani wa bei shilingi 2550 sisi kama Tanzania, lakini nchi zingine zote za Afrika Magharibi ambako kuna zaidi ya 11 na Msumbiji waliuza chini ya $1 korosho zao, lakini sisi tuliuza kwa bei ya wastani wa $1 kwa sababu soko lilikuwa limeshuka. Kwa hiyo mara zote sisi katika misimu ya korosho tunauza korosho kwa bei ya juu ya wastani ambayo iko katika global, kwa sababu ya kuzingatia viwango vya ubora. Nini wito wako sasa hususan kwa kundi kubwa la Watanzania ni vijana 70% kwenye eneo hili la sekta hii ya korosho? Nyinyi kama bodi unawaambia nini vijana wa Tanzania na akina mama kwa ujumla wao? Kwanza niwaambie tu wa vijana na wadau mbalimbali kwenye zao la korosho. Kwenye zao la korosho kuna fursa kubwa sana ya kiuchumi, kuanzia kwenye uzalishaji wa zao la korosho lakini mpaka kwenye kuuza korosho zenyewe. Leo tunaona ukienda kwenye supermarket korosho inauzwa shilingi 25 mpaka shilingi 30. Kwa hiyo ni waase vijana, wakina mama na mabinti kuangalia fursa zao kwenye zao la korosho na kuingia ili waweze kunufaika kiuchumi, kwa sababu sisi kama tasnia ya korosho pamoja na mambo mengine tuna support sana wadau wote ambao wako katika mnyororo wa zao la korosho. Kwa hiyo nawakaribisha sana wadau mbalimbali waje waingie kwenye zao la korosho, kwa sababu ni zao ambalo lina fursa kubwa sana kiuchumi kwa ajili ya kuweza kuinua kimaisha. Asante sana. Mimi nimefika Naliendele, nimefika Tandaimba, nikauona utajiri wa korosho. Naambiwa kwamba Tandaimba ni moja ya wilaya tajiri sana katika Tanzania kutokana na zao la korosho. Kwa hesabu kwa takwimu za hivi karibuni, ukiwa kama mkurugenzi, wilaya gani tajiri inayomfuatia Tandaimba kutokana na korosho? Niseme tu kila wilaya inanufaika na zao la korosho kulingana na uzalishaji wake. Kwa hiyo unajua uzuri wa biashara ya korosho, inaweza kaa iko Tandaimba kuna uzalishaji mkubwa, lakini wanufaika pia katika wakati mtu ananiwala akaenda kufanya biashara Tandaimba. Kwa mfano sisi wa Tanzania hatuna mipaka katika kufanya biashara. Kwa hiyo fursa zipo kila mahali kulingana na. Ni kweli mpaka Zanzibar nimefika, nimeona vijana wanauza korosho kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Korosho unaziona hapa leo zimetengenezwa Zanzibar. Na leo ni siku ya kula korosho nimeambiwa. Ndio, leo tarehe 6. Hii imetengenezwa Zanzibar. Kwa hiyo unaona namna gani thamani yake inaweza ikachangia. Mimi nikushukuru sana Alfred, mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho kwa muda wako. Nakushukuru. Shukrani sana. Asante.